أم ضيق عزيز علي على أن نرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. وأحمده فوق حمد الحامدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. يقول ربنا في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وقال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا. والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. الحمد لله على إتمام نعمه لعباده. وأهنئكم أيها الإخوة وأهنئ الأمة الإسلامية جمعاء بعيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Uislamu ni utaratibu, kanuni, sheria, mfumo unaotawala maisha ya kila siku ya Uislamu. Unapomtazama Muislamu katika harakati zake za kila siku, katika movement zake za kila siku, unaona ishara za Uislamu, unaona elements za Uislamu. Na hivi ndivyo inavyotakiwa, kwamba ukimtazama Muislamu unaona Uislamu, unaona viashiria vya Uislamu. Kwa hivyo Uislamu ni taratibu, ni kanuni, ni sheria, ni mfumo unaotawala maisha ya Muislamu. Kama ambavyo usiokuwa Uislamu vile vile ni utaratibu, ni kanuni, ni sheria, ni mfumo, ni nyenendo zinazowatawala watu hao wasiokuwa Waislamu. Kwa hivyo unapowatizama unaona viashiria vya mfumo usiokuwa wa Kiislamu katika maisha yao ya kila siku. Sasa taratibu hizi za Kiislamu
na zile ambazo si za Kiislamu sawa sawa ni zile za dini za mila na desturi, dini za kienyeji, au sawa sawa ni Uyahudi, Unaswara, Ukabaila, Ubepari, Ujamaa au Ubudha na mfano wake, ili mbali kila binadamu na makundi katika jamii yana taratibu zinazotawala maisha yao kila siku. Sasa suala la msingi ni kwamba kuna tofauti gani baina ya taratibu hizi za Uislamu na ambazo si za Uislamu? Ni ipi tofauti ya msingi katika mifumo hii, taratibu hizi, kanuni hizi, nyenendo hizi za maisha? Tofauti ya msingi ni kwamba taratibu na kanuni na mfumo wa Kiislamu unakwenda sambamba na maumbile, nature, maumbile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maumbile ya Mwenyezi Mungu kwa binadamu na kwa viumbe vyote, ukiwemo ulimwengu na dunia hii. Kanuni na taratibu za maisha za Kiislamu zilizowekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haziachani na maumbile, zinakwenda sambamba na maumbile ya binadamu, maumbile ya viumbe vya Mwenyezi Mungu, maumbile ya kila kilichomo katika dunia hii. Na taratibu ambazo si za Kiislamu, sheria, kanuni na mambo yote hayo yanakwenda kinyume na taratibu za kimaumbile. Swala hili si dogo, ni swala kubwa, kwa sababu kuwa na utaratibu au mfumo unaokwenda sambamba na maumbile kunahakikisha amani, utulivu, uwiano na maisha mazuri. Na kuwa na taratibu ambazo haziendi sambamba na kanuni za maisha za maumbile kunasababisha vurugu, fujo na kutokuwa na amani au maendeleo katika jamii. Na swala hili linaweza likawa katika level ya mtu binafsi na katika level ya jamii au umma. Labda tutoe mifano michache ili fikra hii iwe wazi. Kwa mfano, sheria na taratibu ambazo si za Kiislamu zinapotaka kumzingatia mtu mzima ni nani? An adult. Kwa sababu tunaposema mtu mzima tuna maana kwamba yatarattabu alayhi al-ahkam, baada ya hapo hukumu za sheria zitafuata, kwa sababu kanuni ya kiusuli inasema al-ahkamu tattabi'u al-asma, hukumu hufuata majina. Kishaitwa mtu mzima, baada ya hapo kuna hukumu gani? Kwa hivyo utakuta utaratibu wa kimataifa usiokuwa wa Kiislamu na hata hapa kwetu wa kitaifa unazingatia mtu mzima kwa vigezo vya umri. Utaambiwa mtu mzima ni yule aliyokuwa na miaka 18. Wengine wamesema 16, inategemea nchi na nchi, jamii na jamii. Ukienda katika ILO, International Labour Organization, wanapozungumzia masala ya child labor, swala la kuajiri watoto, wanamuelezea mtoto ni nani. Vile vile wana vigezo vyao navyo vinazingatia umri. Tanzania utaambiwa akifikia miaka 18 ni mtoto, chini ya miaka 18 ni mtoto, juu ya miaka 18 ni mtu mzima. Na ina maana kwamba akiwa ni mtoto hawi responsible, hawi mas'ul mbele ya sheria, hawezi kuunganishwa katika sheria fulani na watu wazima, kwa sababu yeye hajafikia level ya mtu mzima. Utaratibu huu hauendani na maumbile. Uislamu unasema mtu mzima ni mtu baligh, mtu aliyefikia umri anaweza kupata mtoto, sawa sawa ni kijana wa kiume au ni kijana wa kike. Amefikia umri, pametokea katika mwili wake mabadiliko ya kimaumbile, ishara fulani za kimaumbile zikamfanya ahame kutoka katika
kikundi fulani katika jamii kwenda katika kikundi kingine. Kwa hivyo mtu mzima ni yule baligh. Haya ni mazingatio ya kimaumbile, na Uislamu unasema kwamba pindi ambapo maumbile ya binadamu yanakuwa akafikia mahala akapevuka, anaweza kupata mtoto, ukuaji ule wa kimwili unaathiri vile vile ukuaji wa akili, inakwenda sambamba. Kwa hivyo kadri akili, mwili wako na maumbile yako yatakuwa yamekuwa, na akili yako vile vile inakuwa. Lakini tukiona mtu ambaye akili, mwili wake unakuwa kuliko akili yake, akili imedumaa lakini mwili umekuwa, basi hivyo ni vighairi kulli qaidatin shawab. Hao ni wachache, lakini kanuni ni hiyo kwamba vitu hivi vinakwenda sambamba. Kwa hivyo mtu mas'ul katika sheria ya Kiislamu ambaye anawajibika mbele ya sheria, yuko responsible mbele ya sheria, ni mtu baligh, na atakalolifanya ataulizwa na Mwenyezi Mungu, na jamii vile vile imuulize kwa nini umefanya hivyo, na imhukumu kama mtu mzima. Hii ni kanuni, ni hukumu inayoendana sambamba na maumbile. Tumeangalia maumbile na yeye tukamhukumu kwa mujibu wa maumbile. Lakini mfano haraka mwingine, ulimwengu leo hii unatuambia kwamba siku mpya inaingia kuanzia saa 6 usiku kwenda mbele. Tunatazama masaa kwamba tunabadilika kutoka katika siku moja kwenda katika siku nyingine kwa kuzingatia masaa. Lakini maumbile hayatuambii hivyo. Tunafahamu kuna mchana na usiku. Mchana umekwenda umekwisha, pana mabadiliko ya kimaumbile, kiza kinaanza kuingia sasa. Tunasema siku nyingine inaingia. Na ndipo tarehe za Kiislamu zinabadilika. Kwamba magharibi inapoingia inaingia tarehe mpya. Kwa sababu maumbile yanatuambia tayari kuna mabadiliko mapya hapa. Kuna hali mpya, sio ile ya awali. Kwa hivyo tarehe za Kiislamu zinakwenda vile vile kwa mujibu wa maumbile. Lakini hivyo hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ni wasimamizi wa wanawake, ni kwa sababu maumbile ya mwanaume yanampa nafasi ya kuwa msimamizi. Muhammad na kwamba maumbile ya kike yanamnyima nafasi ya kuwa msimamizi, hayamruhusu maumbile yake. Mpole, mwenye huruma, nyororo, anahukumiwa na atifa, mpole wa kupindukia, anapoteza baadhi ya sifa za uongozi. Maumbile yanatuambia kwamba mwanaume na mwanamke wako tofauti. Hata ukitizama kuku, hata ukitizama wanyama, namna Mungu alivyotuumba sisi, na ndio maana tuna majukumu vile vile ya kufanya kazi kuzitunza familia zetu, kwa sababu tumeumbwa katika maumbile yanayostahimili majukumu mazito na kazi nzito. Kwa hivyo hii ni baadhi tu ya mifano inayoashiria namna taratibu za Kiislamu zinapokwenda sambamba na maumbile. Na ikiwa ulimwengu utapigania sasa hivi usawa baina ya mwanamke na mwanaume, hapo ndipo matatizo mengi. Ndio maana tuko katika hali ambayo si ya amani. Matatizo yataendelea kuwa yapo kwa sababu Mwenyezi Mungu kaumba kila kitu kwa kadari, kwa kipimo maalum, kwa taratibu maalum. Lazima vile vile maisha yetu yaendane na hizo taratibu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi illa wus'aha, illa pale ambapo nafsi inaweza kufanya, illa kwa kadri ya uwezo wa nafsi, illa kwa maumbile ambayo nafsi ile imepewa. Kwamba Mwenyezi Mungu kakupa katika nafsi yako wewe maumbile ya kwamba unaweza kufanya jambo fulani, hilo Mungu atakuambia ufanye. Lakini hawezi kukuamrisha jambo ambalo maumbile yako hayawezi kulifanya. Hawezi kukuambia upae wakati kimaumbile hajakupa sifa ya kupaa.
Kwa hivyo kila amri atakayokupa lazima iambatane na iende sambamba na maumbile yake, ikubaliane, iende kama wanavyosema sanjari, pamoja, sawa sawa, sawia na namna maumbile yako yanavyorespond, yanapopokea. Na kama ataleta mambo mengine ya pepo na vitu kama hivyo, ni kile wanachokiita katika psychology stimulus, ni kukufanya wewe, kukustimulate ili uwe encourage kufanya yale mambo, ushawishike kufanya yale mambo, lakini si mambo ambayo huwezi kuyafanya wewe kimaumbile. Na hizi ni aya nyingi katika Qur'an. Aya nyingine inasema la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha, hawezi Mwenyezi Mungu kuilazimisha nafsi kufanya mambo ila yale ambayo kaipa nafsi, ila maumbile ya nafsi yanaporuhusu. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anapotoa amri zake. Kinyume na hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kumamrisha mtu. Kwa hivyo katika hali kama hii tunaamini kwamba taratibu zozote za kimaisha, nyenendo zozote za kimaisha ambazo zitakuwa hazijali maumbile, haziwezi kuleta ufanisi wala mafanikio katika maisha. Zitakuwa ni chanzo cha migogoro katika jamii, haziwezi kufanikiwa. Na hili ndilo ambalo tunalishuhudia katika ulimwengu wa leo. Huu ulikuwa ni utangulizi ili kuandaa mazingira ya kufahamu tunachotaka kukisema. Dunia ya sasa hivi na hata ya kabla ya sasa hivi haina amani, haina utulivu. Ni dunia ya vurugu, fujo, na wakati wowote ule duniani ukitafuta kuhesabu idadi ya vita duniani, masha Allah, ni vita vingi. Hakuna wakati dunia inatulia bila vita. Sasa hivi kutizama kwa Afghanistan, Pakistan, sijui wapi na wapi, Kongo, na hivi ndivyo ilivyokuwa. Hakuna utulivu, hakuna amani. Na malaika walipomwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima, unataka kumweka katika dunia hii atakayefanya uharibifu na kumwaga damu? Mwenyezi Mungu hakukanusha kwamba binadamu hatafanya hivyo. Alichokisema tu ni kusema a'lamu ma la ta'lamu, nyinyi mnaona hilo, lakini nyuma ya hayo mnayajua msiyojua. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ushahidi wa kaulu za malaika ni kwamba watoto wa Adam wenyewe, si mbali, watoto wa Adam wakaanza. Qabil akamuua ndugu yake Habil, idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak, nitakuua. Huyo ndio awwal ibn Adam sanna al-qatl, binadamu wa kwanza alioanzisha mauaji, kifo, kumuua mwenzake. Ili mradi ndivyo dunia ilivyokuwa, hakuna amani. Lakini suala la msingi hapa ni kwamba kutokuwa na amani kunasababishwa na vitu vingi sana. Vitu vingi sana. Inawezekana sababu za kikabila, inawezekana uongozi mbaya, inawezekana kwa huku kwetu mipaka ambayo haiko wazi, ambapo kila mmoja anataka kuona kwamba hii ni sehemu yake. Sababu zinaweza zikawa nyingi, lakini inaingia tatizo pale ambapo jamii ya Kiislamu duniani kote inapotazamwa kwamba ni moja katika sababu za kutokuwa na amani. Na dunia inatambua hivyo, inaamini hivyo, kwamba Waislamu vile vile ni moja katika vyanzo vya kutokuwa na amani. Swala hili lina ukweli, bila shaka linaweza likawa na ukweli kiasi fulani, lakini pia linaweza likawa na uongo mwingi. Na lazima tukubali kwamba kuna uwakilishi mbaya wa Uislamu baina ya wanajamii, baina ya Waislamu. Lakini si kila mara Uislamu unapoambiwa kwamba unasababisha fujo,
hauleti amani. Ni kweli wakati mwingine kuna malengo hasa katika kusema hivyo. Kuna muamala, kuna sababu, kuna vitimbi vinavyoandaliwa ili kushawishi ulimwengu kwamba Waislamu si watu wa amani. Japokuwa ukifuatilia historia, haya mambo yao katika historia kwa kirefu sana, na Mungu akitujalia inshallah siku moja tutalizungumzia hivi vita vya Kiislamu kihistoria na vita ambavyo si vya Kiislamu kihistoria, na kujaribu kukompea vitu hivi viwili. Bila shaka utakuta kuna baadhi ya matukio ya kihistoria ya vita ambavyo havikuwa na harufu ya Uislamu, japokuwa vilibebwa na Waislamu. Lakini si kila kinachosemwa dhidi ya Waislamu katika kusababisha vurugu, vita na kuondoa amani ni kweli. Haya ni malengo ya mabepari, malengo ya maadui wa Uislamu. Lakini la msingi kuliko yote ni ile dhana yenyewe ya amani, dhana ya utulivu. Wanasiasa wanaitumia vibaya na kwa malengo makusudi. Tanzania tunatangaziwa kwamba tuna amani sana, tusivuruge amani yetu, kwa sababu maana ya amani tuliopewa ni kutokuwepo na vita. Kama watu hawamo katika vita, maana yake wako katika amani, na kama watu wamo katika vita, maana yake hawana amani. Hiyo ndio maana ya amani tuliokuwa nayo, na kwa hakika imekusudiwa. Lakini hii ni shallow meaning, ni narrow meaning, ni maana finyu ya amani. Maana ambayo ni broader, pana ya amani ni kwamba amani ina sehemu mbili. Kuna amani ya ndani ya binadamu na kuna amani ya nje. Kuna amani ya kiroho na kuna amani ya kimwili. Na hii amani ya ndani ndiyo inaweza kuleta amani ya nje. Huu mgogoro na kutokuwa na amani ndani yako wewe ndiko kunakoondosha amani nje. Kwa hivyo amani hii ya kwanza ndiyo ya msingi, na mara nyingi tumesema kwamba binadamu anazingatiwa kama roho kabla hajazingatiwa kama mwili. Na tunasema hivyo kwa sababu sisi ni roho kabla ya mwili, na baada ya mwili tutaendelea kuwa roho. Kwa hivyo wewe ni roho kabla ya mwili. Ulikuwepo kabla ya hapa duniani kama roho, na kuondoka kwako hapa duniani ni kuacha hili jumba la konokono ulikuwa nalo hapa duniani, ukalizika, ikisha roho ikarejea kule ilikotoka. Anta birruhi la biljismi insani inhad ila ruhi wastakmil fadailaha fa anta birruhi la biljismi insani. Amka uiende roho yako, ukamilishe mambo muhimu ya roho yako. Wewe unazingatiwa kwa roho yako ni binadamu, si kwa mwili wako. Sasa mtu anakosa amani ya ndani, anakuwa na migogoro, kama wanavyosema katika lugha ya fasihi, migogoro ya nafsi. Anakosa mahitaji muhimu, hana chakula, hana mavazi, hana pa kulala, hapati matibabu wala hana uwezo wa kupata matibabu. Mtu huyo hana amani. Mtu huyo amekosa amani. Mtu huyo anaweza kuua mtu. Kwa hivyo akishaua mtu mtasema hakuna amani, lakini limeanzia kwenye nafsi, limeanzia katika roho, limeharibika kuanzia ndani. Amani ya ndani hana. Kwa nini amani ya nje iwepo? Hii ndio maana halisi ya amani. Hali ya kiuchumi, ya kisiasa, ya kijamii, ya kitamaduni inaweza ikawa ni sababu ya kumkosea amani mtu. Kwa hivyo, kwa maana hii ni kwamba vita si kila mara ni sababu au ni ishara ya kutokuwepo na amani. Mnaweza mkawa hamna vita, lakini hamna amani vile vile. Nasema mnaweza mkawa hamna vita, lakini wakati huo hamna amani. Na mnaweza mkawa hamna vita na mnahitajia vita ili kuleta amani. Narudia, mnaweza mkawa hamna vita,
na mnahitajia vita ili kuleta amani. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii ndio maana ya jihadi, ambapo ni vita, lakini vina lengo gani? Vina lengo la kuleta amani, si kuondoa amani. Kama jihadi si kwa ajili ya kuleta amani, haina maana. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema uqtuluhu au qatiluhu hatta la takuna fitna, wapigeni ili pasiwe na uharibifu, pasiwe na fitna, pasiwe na uharibifu wa aina yoyote. Kwa hivyo kuambia watu mko katika amani eti kwa sababu hammo katika vita, hakuna vita, si kweli. Lazima tuelewe maana pana ya amani. Na mtu anaweza akahisi kwamba yuko katika amani, na wanasiasa na serikali kawaambia kuna amani, hatuna vita, na yeye akakubali. Lakini hali ya mtu huyu ni sawa sawa na hali ya mtu ambaye ana msiba, kapatwa na msiba, lakini hajapata taarifa kwamba ana msiba. Mtu yule ana furaha, anacheka, anakunywa, anafanya kila la kumfurahisha. Haina maana kwamba hana msiba. Tatizo ni kwamba hajui kwamba amepata msiba. Sasa siku atakapopewa taarifa ya yule msiba, hali yake inabadilika. Anahisi kwamba kumbe hayumo katika hali ya kawaida. Hii ndio hali ya Watanzania na wengine kote. Muhammad sallallahu Sasa Uislamu kama tunavyofahamu sote, hilo jina lenyewe al-Islam maana yake ni peace, ni amani, ni usalama, ni security, ulinzi. Hiyo ndio maana ya Uislamu. Na Mwenyezi Mungu kachagua jina hili si kwa bahati mbaya. Amechagua jina la dini hii kwamba ni Uislamu, yani amani. Muhammad sallallahu alaihi. Na yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajipa jina katika majina yake As-Salam. As-Salamul Mu'minul Muhaymin. Moja katika majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni amani. Anaitwa hivyo Mwenyezi Mungu. Lakini zaidi ya hivyo, sisi Waislamu tumeamrishwa na dini yetu na tunapata thawabu kila tunapotangaziana amani. Kila unapokutana na mwenzako unamtangazia amani, assalamu alaykum, unatangaza amani na unapata thawabu. Kwa hiyo maisha yetu ni ya kutangaza amani kila siku. Wewe mwenyewe tangu umezaliwa mpaka leo hii, hujui umetoa salamu ngapi, umetangaza amani mara ngapi. Haya ni maisha yetu na lazima tufanye hivyo. Ndio salamu zetu. Assalamu alaykum, assalamu alaykum. Na wale waliotangulia tunasema alayhi salam, Musa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam. Watu wengine wanasema kwamba hii alayhi salam haifai ila kwa mitume na manabii tu. Wakati wewe kila siku unamwambia mwenzako assalamu alaykum, kilichokuwa tofauti ni kiwakilishi tu kwa maji. Kuna umesema alayhi salam, alayka salam, yale unaona mfumo na utaratibu mzima wa Kiislamu ni kutangaziana amani. Hata hiyo pepo Mwenyezi Mungu kaita Darus Salam. Kwa mmoja katika majina ya pepo ni Darus Salam, nyumba ya amani. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi akasema katika hadithi yake mashuhuri, al-muslimu man salima al-muslimuna min yadihi wa lisanihi. Muislamu wa kweli ni yule ambaye Waislamu wenzake watasalimika na shari ya mkono wake na shari ya ulimi wake. Wakipatikana amani ya shari ya ulimi wako na mkono wako, wewe ni Muislamu wa kweli. Kuna baadhi ya watu wana kile wanachokiita negative attitude. Wana kama wanavyosema kwa Kiarabu,
ni watu salbiyun. Ukimsifu mtu mbele yake lazima ageuze kibao, aanze kuonyesha mabaya yake. Haoni mazuri ya mtu yeye. Siku zote hii ni mtu hodari wa kuelezea kasoro, ambapo ukitaka kufanya hilo hakuna mtu ambaye amekamilika. Kila mmoja tunatofautiana ile aina na rangi ya kasoro zetu, lakini sote tuna kasoro. Sasa na Uislamu unatufundisha kwamba tutaje mazuri ya watu na tuyafumbie macho ya mabaya ili kushawishi wema zaidi katika jamii. Sasa wewe mtu ambaye ni shari tu unazungumza, huzungumzi jema kwa mwenzako, kisaikolojia inaonyesha kwamba wewe tangu hapo si mtu mzuri. Mtu mzuri kisaikolojia huwa hata mabaya ya mtu anachelewa kuyaelewa. Anachelewa kuelewa mabaya ya mtu, anawahukumu watu wazuri mara kwa mara. Na hii ndivyo inavyotakiwa, na Uislamu unataka namna hiyo. Ukiwa wewe mtoto wako kile unamtuma dukani, mwambie angalia usije ukaingiwe hela, angalia usije ukanyang'anywa. Sasa hata akipita mtu akamwambia mtoto ujambo, asistaki, anajua ni mbaya, kishaelezwa kwamba watu ni wabaya, watakuibia. Kwa hiyo anakuwa na ile negative attitude. Umemfundisha mwanao kwamba watu wote ni wabaya, kwa hivyo kila anayemuona ni mbaya ni adui yake. Sasa Uislamu unasema al-muslim man salima al-muslimun min yadihi, huyo ndio Muislamu wa kweli. Na kama wewe ni mtu unatisha, unaogopesha, ukionekana tu mtu anaingia hali ya hoga, unapoteza sifa ya Uislamu. Unatakiwa upendwe aliful ma'luf. Hadithi nyingine inasema Muislamu ni mtu anayevutia, anapendeza kwa watu wanatamani kuwa karibu naye, hawaogopi. Na hapa ndipo ambapo tunamtofautisha kiongozi wa Kiislamu na asiyekuwa kiongozi wa Kiislamu. Asiyekuwa kiongozi wa Kiislamu anataka aogope, akivaa akitoka mbele ya watu anataka watu wainame, mheshimiwa, mzee. Lakini kiongozi wa Kiislamu ni yule ambaye unaweza ukacheka naye, ukazungumza naye, usijali kwamba uko na kiongozi. Hatishi kwa watu. Kwa hivyo hiyo ndio hali ya Kiislamu. Na kama tunaosema assalamu alaykum, hii ni utamaduni wa Kiislamu, na tuna mengi ya kuzungumzia hili. Tatizo la umma wa Kiislamu ni kule kuwa sathiyun, wanachukulia mambo ya juu, kushuriyun. Mara nyingi tunasema ni wale waliopewa na Mwenyezi Mungu chungwa, wakalimenya, wakala ganda, wakatupa ile chungwa. Hao ndio Waislamu, ndio hali yao. Unamuona mtu anazingatia yale mambo ya juu. Kwa hivyo leo hii tuna migogoro, na kila siku tuna migogoro baina yetu. Mwenzako Muislamu adui yako mkubwa, kwa sababu mnagombana kuhusiana na swala la msikiti, sijui na masuala kama hayo. Uko tayari kumpeleka polisi, unataka akamatwe, abadilishwe, ikiwezekana hata afungwe. Tamaa yako ni hiyo. Na kama unaweza vile vile kutumia kisu kumchoma, kumdunga, unafanya. Lakini ukutana na mtu salamu alaykum, na kwa alaikum salam, kisha ukiondoka unasema jamaa sana, hatutia ndani mwake. Sasa ile salamu alaykum ina maana gani? Maana yake wewe umetangaza amani, unawaambia watu kwamba mimi bwana yule bwana salamu ya Mungu tu, lakini yule bwana hapana. Hiyo salamu sio ya Mungu, ni tangazo la amani. Halina maana kama unalitangaza wakati hakuna amani. Nakumbuka kijana mmoja alifanya uadui sana. Kwa kuwa chuoni kule kafanya jitihada zote na kuambia administration kwamba niko tayari mimi kutoa ushahidi kwamba mtu huyu anatangaza ushia, aondolewe, mimi nitasimama kutoa ushahidi kwa yeye mtabu afanye hivi. Kafanya jitihada sana, na wale hawakuwa wapumbavu kuniita, kwa sababu wangeniita nisingekataa kwamba ninafanya hapa, na pia wasingefanya chochote. Lakini akikutana na mimi salamu alaykum, sasa mimi siitikii. Siku moja nimeshika salamu hiyo, kama salamu sio wanapewa Waislamu au nyinyi pia na makafiri mnawapa salamu?
Amani gani unaotangaza wewe na wewe katika vita siku zote? Hakuna amani yoyote unaoitangaza. Sasa hii ndio hali ya Waislamu, kushika hayo mambo juu na kuona, na hivyo ndivyo ilivyokuwa katika swala, zaka na vitu vingine vyote. Sasa ndugu zangu, muda umekuwa mwingi, lakini Uislamu kadia yake unakiri na kukubali ukweli uliokuwa kwa mtu yoyote yule, hata kama mtu yule si Muislamu. Unatangaza amani kwa mtu yoyote yule, hata kama mtu yule si Muislamu. Uislamu unatangaza uadui kwa mtu tu ambaye ni adui wa Uislamu. Ndivyo tabia ya Uislamu. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema, wa in ahadun minal mushrikina istajarak, na ikiwa kuna yeyote katika mushrikina, istajarak, amekuomba ulinzi. Mushrik kakuomba ulinzi, ufanye nini? Qur'an inasema ajiru, mlinde, lakini uwe na malengo, hata yasmaa kalam Allah, kwa sababu kwa kumlinda wewe, kumpa ulinzi, atasikia maneno ya Mwenyezi Mungu. Utampa mawili matatu juu ya Mwenyezi Mungu, juu ya Uislamu. Na haitoshi tu hivyo, thumma ablighuhu ma'mana, kisha mfikishe mahali pake pa amani, pa salama. Hakikisha umemtoa katika hali ya uoga, wasiwasi, ukamfikisha mahali pa amani. Huyo ni mushrik, apewe amani. Hii ni aya ya Qur'an, na haya ndio mahimizo ya Uislamu. Uislamu unakutaka, kama anavyosema Mwenyezi Mungu akiwasifia waja wa Mwenyezi Mungu wema, anasema, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Na waja wema wa Mwenyezi Mungu wale wanaotembea katika ardhi kwa staha, kwa unyenyekevu. Ukimwona muona huyu mstaarabu. Na wapumbavu wanapowatukana, wanapowatusi, wao husema amani, kuishia hapo. Ama sisi tunajifahamu wenyewe, akikutukana mtu unamtafutia lilokuwa kubwa zaidi ya lile alilokutukana, maana na yeye apate maumivu. Lakini nyote mnakuwa sawa katika hali ile. Ndio wakati ule alipomwambia bwana mmoja Misri, anamwambia mwenzake, anta himar, wewe punda. Kama anakuambia al-himar la yatakallamu illa ma al-himar, anakuambia lakini punda bwana hazungumzi ila na punda. Maana na wewe ni punda mzani. Tabia ya mu'min kwa mujibu wa Qur'an ni yule ambaye akifanyiwa mambo hayo husema amani. Tabaan Uislamu kama tunavyosema mara nyingi, si ule unaosema man darabaka khaddaka liyumna fa ajri lahu khaddaka liyusra, man akhadha minka qamisan fa'ti lahu izara. Kwamba mtu akikupiga kofi upande wa kulia mgeuzie kushoto, akikunyang'anya kanzu mpe na kikoi. Hatusemi hivyo. Na ndio maana Qur'an inasema wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, andaeni kwa ajili ya maadui zenu nguvu zozote mnazoweza, andaeni. Kwa hiyo yule mtu ambaye ni adui ya Uislamu, adui yetu, huyo ndo ambaye tunampiga vita. Sasa kwa kumalizia, tumo katika ulimwengu ambao kuna taratibu nyingi za maisha zinazotawala maisha. Tumesema zile taratibu ambazo ziko kinyume na maumbile ya Mwenyezi Mungu haziwezi kuleta amani. Ndio wakati ambao unaona ulimwengu wa kibepari hauna amani. Watu wengine wanadhani kwamba Marekani, Uingereza na nchi nyingi zinazoitwa zimeendelea kuna amani kuliko kwetu. Si kweli. Kwetu kuna amani kuliko kwao. Huwezi ukajenga ubepari madhubuti mpaka wewe kuna amani, kwa sababu utakuwa umejenga distance na gap kubwa baina ya wenye nacho na wasio nacho, na utakuwa umefanya jamii iwe na makundi ya watu wachache wanaomiliki capital.
na kuwatumikisha wengine. Nchi ya kibepari iliyokomaa si kama sisi, kwamba unaweza ukaajiriwa na wakati huo ukawa na kibanda cha kuku, ukawa na bustani. Haiwezekani. Anailima mchicha mbepari mkubwa na anaiuzia nchi. Wewe uwezi utaleta maradhi unalima mchicha hapa jirani na watu. Unafuga kuku ovyo. Anayefuga kuku ni kampuni kubwa inayotambulika. Mtu katika nchi ya ubepari iliyokomaa kibepari ni mtu anayemiliki tu ile labor power yake. Kama hana labor power hawezi kusurvive. Na hichi ndicho tunacholetewa sisi. Kwa hivyo sisi bado hatujakomaa katika huo ubepari tulioambukizwa. Kwa sababu bado unaweza ukaajiriwa na ukana miradi vyako vidogo vidogo, miradi buku. Sasa mazingira yale yanasababisha kutokuwepo na amani. Maandamano unayaona Uingereza sasa hivi, hali ya umaskini iliyokuwepo Marekani ni kubwa sana. Hauwezi kuamini. Ni hali kubwa sana. Unashangaa nchi kama hili kwa nini siondoe hali hii ya umaskini. Lakini kanuni na taratibu za kibepari haziruhusu. Hali ya kutokuwepo na amani ni kubwa sana. Lau kama hawana vyombo vya kisasa vya kufuatilia masuala ya amani, ndio na kamera na vitu kama hivi, masingekalika kabisa. Ubepari unamfanya tajiri ya kupita mahala, maskini wachukia, wamwangalie kwa jicho la husna na hasira. Hii ndio tabia. Kwa hivyo hakuna amani katika jamii kama hizo. Mtu haishi kwa amani, anaona mwenzake anakula na kusaza, anamwaga. Tabia hizi tumeanza kuzirithi huku kwetu na kuzirithi, na tabia ya mtu mwenye kuiga anakwenda mpaka anampita aliyomwiga. Ndio tabia yake. Kwa hiyo tutakwenda mpaka zaidi ya wao walipofikia. Ile amani itatoweka moja kwa moja kama ambavyo tunaona sasa hivi. Tajiri ili aendelee kusurvive, kuishi, lazima ajiwekee ngome nzito. Tutafikia mahala tajiri atakuwa na security guard yake, atakuwa na watu wake wa kumlinda. La sivyo haishi kwa amani. Kwa sababu maskini hawezi kumvumilia. Mtafiti mmoja anaitwa Jerry anasema kwamba umaskini ni political creation. Ni jambo lilotengenezwa kisiasa. Na utatuzi wake lazima uwe, solution yake iwe political. Watu hawa wanatengeneza umaskini kwa makusudi. Ni vile Waarabu wanaposema jawe kalbaka yatbak. Mfanye mbwa wako awe na njaa atakufuata tu nyuma kila mara. Lakini akishashiba hana shida na wewe, akufuate nini? Siku hizi tunaona Wamasai wakipita na kondoo wao wanapeleka mnadani, anafunga cha majani hapa, anatangulia mbele yule kondoo anafuata yale majani, anafikishwa wanapokwenda. Sasa hiyo ndio kanuni ya dunia sasa hivi. Kwamba umaskini lazima uwepo ili watu waendelee kutawala. Kama hakuna maskini, utii hautokuwepo, utawala hautokuwepo. Hii ndio hali. Na watu katika mifumo ya uchumi ya kibepari wanahadaika na mikopo. Mikopo inayotolewa na nchi kubwa kwa nchi ndogo, mikopo inayotolewa na NGOs au kina pride na nani, mbali na kuwa ni haramu kwa sababu ina riba, lakini haiwezi kuletea maendeleo hata kidogo. Unafikiri kwa nini watu wa mikopo? Mmoja tumepiga mfano katika nyumba hii. Wanakupa mikopo ili kutengeneza kile kinachoitwa purchasing power. Kukupa uwezo wa kununua. Maana ukiwa maskini sana ukakosa uwezo wa kununua, biashara yako itapendaje? Sasa uzungushe, ufanye kazi, utampa riba na utapata uwezo wa kununua. Tulipigia mfano siku moja tukasema mama zetu wanapopika uji manyumbani huwa wanatumia ndimu au malimao. Tukasema kwamba mama yule akishalinyonya, unyonyaji maana yake exploitation, akishalikamua lile limao akalitia katika uji, ikisha kilitizama limeshakuwa kavu, kulitupa hataki, anachokifanya nini? Anajiongezea maji kidogo, analichokonoa kidogo, yale maji ndio mkopo unapewa ili uweze kutoa kilichobaki pia. Sasa unatia maji kidogo pale, kisha unalitekenya kidogo pale ili ulinyonye zaidi, kisha unarudisha pale maji. Hiyo ndio mikopo tunaopewa. Imam Khomeini aliposema Marekani ni ash-shaytanul akbar, alikuwa anafahamu kwa sababu hizi
amani haiwezi kuwepo duniani. Ndugu zangu, katika masiku yajayo tutapata muda wa kutosha kuzungumza mengi kuhusiana na haya. Kwa leo hatutoweza kuzungumza kila kitu. Kwa hivyo basi tuelewe sisi kwamba Uislamu hauendi kinyume na maumbile, na Uislamu ukitekelezwa vilivyo unaweza kutangaza na kuleta amani duniani. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهله وأصحابه الغر الميامين وبعد. ndugu zangu, tuko katika yaumul Eid, na yaumul Eid ni yaumul farah wal marah, ni siku ya raha, furaha. Na hii ni Eidul Fitr. Hii ni baada ya kuisha Ramadhani. Ramadhani ni moja katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameyatumia kwa waja ili kuwarehemu. Katuletea Ramadhani rahmatan, kwa ajili ya kuturehemu. Ramadhani ni kufunga. Kufunga ni kujizuia na vile ambavyo Mwenyezi Mungu kabitaja, ikiwemo chakula na kinywaji. Na hii ni kwa sababu maumbile ya binadamu vile vile yanahitajia hilo. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi akasema, fungeni mtapata afya. Katika kufunga kuna afya, kwa sababu Mtume katika hadithi yake nyingine anasema tumbo ndio chanzo cha kila maradhi. Mtu mwenye maradhi ya moyo, maradhi ya sukari, maradhi ya nini, tumbo lina mchango mkubwa sana kuleta maradhi. Tumbo likiwa na mafuta mengi, sote tunafahamu, si ufahari, sio afya hiyo, ni maradhi. Tumbo linapokuwa limejazwa sana, kusababisha maradhi. Mzunguko wa maisha ya binadamu wa mwaka mzima anatia vitu tumboni kimaumbile. Tumbo linahitajia kutulia at least kwa mwezi mmoja, bila kutia kwa mfululizo vitu katika tumbo lile. Litasafisha sumu zote zilizokuwa katika mwili, mafuta yote ya ziada na vitu sampuli hiyo. Wataalamu ndivyo wanaposema, na watasema zaidi ya hivyo kila tunapoendelea. Wataendelea kugundua. Lakini hii ni afya. Kwa hivyo hata si uko Muislamu kama anapenda afya yake, awe na siku za kufunga katika maisha yake. Tofauti yake na sisi ni kwamba amali zake zitakuwa ka sarajin biqi'atin yahsabuhu dham'an ma hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'an fawajada Allah 'indahu fawaffahu hisab. Lakini sisi kwa sababu innamal a'malu binniyat, tunafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, tunapata thawabu na rahma na faida hapo duniani. Kwa hivyo ndio maana tumeambiwa tufunge na Mwenyezi Mungu, na hii ni kanuni ya Mwenyezi Mungu. Lakini zaidi ya hapo, funga inaongeza kile wanachokiita socialization, watu kuwa pamoja zaidi na kukaribiana zaidi na kuungana zaidi. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi katika mwezi wa Ramadhani alihimiza watu mtu kumfuturisha mwenzake, na thawabu zinazopatikana katika kumfuturisha mtu, hata kama ni kwa kipande cha kile, kwa sababu zawadi kama Mtume alisema zinaongeza mapenzi baina yao. Muhammad sallallahu Allahumma salli ala Muhammad. Wajulibatil qulubu liman ahsana ilayha, nafsi zinavutika kwa yule anayefanyia ihsani. Kimfanyia mtu ihsani anavutika, anakuwa na mapenzi na wewe. Kwa hivyo Ramadhani inatuweka pamoja mara kwa mara, inaleta upendo, inapunguza hasira kwa watu.
mtu akitizama Ramadhani inaonekana katika uso wake. Hii ni rahma katika jamii. Ramadhani inapunguza maovu na inaleta amani katika jamii. Katika jamii ambayo kuna Waislamu wanaolewa, kuna Waislamu wanaozini, kuna Waislamu wanaofanya mambo ya ajabu, sisi ndio tunafanya mambo haya. Lakini katika Ramadhani tunaacha, tunajenga amani katika jamii. Hiyo ni rahma ya Ramadhani. Lakini vile vile kwa kumalizia, baada ya Ramadhani na siku hii, siku ya Eid, kuna zakatul fitri. Zakatul fitri lengo lake ni kuondoa hali ya utabaka na matabaka katika jamii. Lau kama kila mtu angekuwa anatoa zakatul fitri, Eid hii ingekuwa nzuri sana kwa watu wote. Maana ni kwamba mtu ambaye anamiliki tu kidogo cha ziada, yasalunaka madha yunfiqun qul al-afwa, wanakuuliza watoe nini, waambie kile cha ziada, ile surplus, sio kile ambacho unakihitajia wewe cha msingi. Wengi katika sisi tuna cha ziada, sisi kinachozidi ni mahitaji yake. Kwa hivyo utaona wanaowajibika, wanaostahili, sio wanaostahiki, wanaostahili kutoa ni wengi na wanaostahiki kupewa ni wengi, si kama zaka nyingine. Sasa ndugu zangu, hii inaleta amani katika jamii. Lau kama, kwa sababu mtu mmoja mwenye shida anafaa kupewa na zaidi ya mtu mmoja zakatul fitr. Kama watu wanatoa vilivyo, ina maana maskini katika siku kama hii anaweza akawa na Eid mwezi mzima, anaweza akawa na Eid miezi mitatu, yeye ana raha tu kutokana na zakatul fitr. Lakini tatizo ni wewe usijidai kwamba wewe unastahili kupewa, ukajidai wewe ni maskini tu wa kupewa. Ikiwa mtu kila siku anajisingizia tu mambo fulani fulani, Mungu anaweza akampa, ni kama dua hiyo. Kila mara anasema Mungu mimi siwezi, na Mungu anakufanya uwezi. Sababu ni kama dua unaiomba. Kwa hivyo ni vizuri ujijengee tabia ya kwamba wewe unaweza kufanya, wewe unawajibika kufanya, na Mungu atakuunga mkono katika hilo. Kwa hivyo ndugu zangu, tutoe zakatul fitr baada hatujachelewa. Kila mmoja katika asilimia kubwa katika sisi tulokaa humu ndani msikitini tunatakiwa tutoe zakatul fitr, na tusitoe inshallah, ili wale katika sisi ambao hali zao si nzuri wahisi thamani ya kuwa Waislamu, wahisi thamani ya kuwa kumfuata mtume na ahli bait zake. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa قال الله العظيم في محكم كتابه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وصل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء. وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء. اللهم صل على زين العابدين. وصل على باقر علم النبيين. وصل على الصادق. والكاظم. والرضا بالقضاء والقدر. والتقي الجواد. والهادي النقي. والعسكري. اللهم صل على
صاحب العصر والزمان. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مغتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبارد. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار بحق محمد وآل الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. Kama kawaida tunapeana mikono, lakini vile vile kuna ziara.